tunaalikwa na nabii Isaya katika somo la kwanza anapowaambia taifa la Israeli, Israeli, Yerusalemu, mahali palipokuwa na mtima, maana Mwenyezi Mungu ameamua kukomboa Yerusalemu. Katika Injili tunasikia mwinjili anatuambia neno la Mungu alikuwako kwa Mungu, lakini baadaye akajifanya kuwa mwili akakaa kwetu. Mwenyezi atuhurumie, tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele.
milele na milele. Enyi mahali pa Yerusalemu, tupige kelele za furaha za kushangilia kuzaliwa kwake Kristo. Niwaalike wote kushangilie kwa furaha kuzaliwa kwa Mwokozi wetu. Wakati fulani nilikutana na klipu moja mtandaoni ya mzee mmoja na kijana wa rika fulani, siku hizi ndio tunawaita na Gen Z. Sasa katika hiyo klipu niliona kwamba kuna huyo mzee aliingia katika daladala, amevaa suti yake vizuri tu na tai yake safi. Alipoingia katika daladala alimkuta kijana ameketi katika siti. Akamwambia yule kijana, naomba uinuke mzee akae. Kijana alisema, kijana nipishe ili mzee akae. Yule kijana naye akamwambia yule mzee, nanyi wazee tupishe tupate ajira. Kijana nipishe vikae kiti. Yule kijana akamjibu, nanyi tupishe tupate ajira. Akauliza, akaweka swali pale chini, kati ya wawili utakuwa upande gani? Utakuwa upande wa kijana au wa mzee? Kwa nini kijana? Na kwa nini isiwe mzee? Tunaanza kwa Kristo, kwa nini nimeanza na mfano huo? Tafakari yetu ya leo inahusika katika kuashiria au kuacha kung'ang'ania vitu na kushuka kwa ajili ya wenzetu. Ukisoma waraka wa Paulo wa Filipi sura ya 2 aya ya 5 hadi ya 11 inaongelea Injili aliposema Yohana kwamba neno alikuwako kwa Mungu, naye alikuwa Mungu hapo mwanzo, ila naye neno akafanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukaona utukufu wake. Paulo kwa Filipi anahusia maneno hayo hayo, anasema ya kwamba uwe na msimamo ule ule aliokuwa nao Kristo Yesu. Yeye kwa asili alikuwa daima Mungu, lakini akafikiri kwamba kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa Mungu. Kwa hiari yake aliachilia yoyote, akajifanyia utumishi, akawa sawa na mwanadamu. Hakuona kuwa sawa na Mungu. Neno wa Mungu alikuwa Mungu na alikuwa kwa Mungu. Hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania kwa Mungu. Akaachilia yote kwa hiari yake mwenyewe, alafu akawa sawa na sisi wanadamu. Hilo ndio fungu la umwilisho, fungu la kuzaliwa kwa Kristo. Lilijikita katika fadhila hiyo ya kujishusha
kuwa ndani, baba tajiri na baba maskini. Anasema ya kwamba uoga wa kupoteza hela au fedha ndio sababu kubwa watu hawawi matajiri. Uoga wa kupoteza hela au fedha ndio sababu kubwa ya watu hawapati utajiri, kwa sababu akuta hela anayo, mtaji anao, lakini anaogopa kuipeleka au kuiweka mahali ambapo aanzishe hapa biashara. Anaogopa kuchukua riski akiwa na wasiwasi au na mashaka kwamba hii hela au hii fedha nikiingiza pale kweli itatiki, itanijibu, itanilipa. Anaogopa kupoteza. Mwenyezi Mungu katika uonyesho hakuogopa kupoteza ule umungu wake, ule ufalme wake aliokuwa nao juu. Akawa tayari kushuka kwa ajili yetu sisi, pamoja na kwamba sisi wanadamu katika maisha yetu tunaogopa kupoteza, tunaogopa kuachilia. Waraka wa Filipi sura ya 2 aya 5 mpaka 11 ni kama zaburi ya wimbo wa unyenyekevu, wimbo unaojaa humility. Tunaona ameongea hayo maneno au anasema hayo maneno katika kwamba hakuna kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania Mungu. Hata yule kijana alishindwa kuinuka pale kwa sababu aling'ang'ania kukaa pale. Na hivyo ajira hapa zimekuwa ngumu kwa sababu wale ambao wako pale katika hizo ofisi bado wameng'ang'ania. Ajira ya leo, tafakari ya leo katika Krismasi ijikite katika hiyo fungo la kuishi. Neno wa Mungu atakuwa juu ya takapo. Ujiulize kwa nini alijishusha. Ona watu ni wagumu, kuiwachilia ni wagumu, kujitoa. Naweza kuomba Bwana wewe, sasa tunafanya uchaguzi hata kajumuia kadogo, tunakuomba uwe mwenyekiti wetu. Tunakataa Bwana, mimi na mambo mengi ya sana, nisumbuke kwenye nyumba nianze kudai zaka michango fulani hapo, mtaki kuwa kama Kristo kujimega kama ninaofanya katika kazi. Kwa mkate akaumega akaweka kwa wafuasi wake. Fungu hilo linaendelea hata katika kanisa, katika kujiachilia, kuogopa kushuka vile. Tunaogopa pia kupoteza, kama wale mwenye fedha lakini anashindwa kuanzisha kitu kwa sababu anaona hii kiasi cha fedha itanilipa, anaogopa. Tunaogopa pia kuacha kuangalia vitu katika Krismasi kama Paulo anakuambia Wafilipi, kama vile neno wa Mungu alipoacha kuangalia ule Mungu wake akakubali. Ili Krismasi hii mimi na wewe iwe yenye tija katika moyo wako, kuacha kuangalia yaliyo moyoni mwako. Wakati mwingine tunatembea navyo vitu tunaelekea mbinguni mama, bado tuna vitu tunaving'ang'ania. Leo hii kabisa anaongea watu wa Yerusalemu wapige kelele kwa furaha, maana mahali palipo ukiwa, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake. Tunaweza kuuliza ukiwa ni upi? Ukiwa ndio hali ya kuwa tayari kujishusha, huo ni ukiwa. Lakini Yerusalemu iliahidiwa na nabii Isaya ukombozi kwamba yale magumu yote hayatakuwepo tena, sio wakiwa tena. Manake Mwenyezi Mungu anawaambia ya kwamba ameukomboa Yerusalemu. Maana Baba Mtakatifu Leo 14 katika sala zake za Krismasi za mwaka huu anasema ya kwamba Mwenyezi Mungu hakuona aibu kwa mwili na kukata. Hakuona aibu. God was not ashamed of his incarnation. Lakini kuna watu leo hii wanaona aibu kujishusha. Nitaonekanaje? Nitaonekana mnyonge.
tusisite kuachilia yaliyo bado yana tunasibu katika mioyo yetu. Kama baba katika familia, Krismasi na kipindi chote cha Majilio tulivyotembea, lenga kujiachilia, kuacha kung'ang'ania yale ya zamani, hiyo kujishusha kwa Mungu. Hivyo hivyo kwa mke, kujishusha kwa watoto vile vile, tuna madhaifu au vijana, uwe tayari kujiachilia, kung'ang'ania yaliyo na kujishusha, kuomba msamaha kama vile Kristo alikubali kujishusha. Kristo aliamua kuachilia yaliyo juu, akaamua kushuka na kukaa. Kumbe basi kama katika Kristo, kuzaliwa kwa Kristo, wokovu umeingia ulimwenguni, amani imeingia duniani. Kwa maana nabii Isaya anakuambia katika somo la kwanza kwamba jinsi ilivyo vizuri juu ya dereva miguu yake aletaye habari njema, yeye amani. Kumbe ujio wa Kristo, kuzaliwa kwake Kristo analeta habari njema, analeta amani. Hapo ndipo kipimo cha kwamba Kristo kama Mwokozi amekuja kutuokoa, na mimi naokoka katika moja mbili tatu. Yake kati ya mengi ni hayo ya kuacha kung'ang'ania vitu vilivyo moyoni, kuogopa au kushuka, kuthubutu, kujinyenyekesha, kujitoa katika kanisa au katika maisha ya familia au katika jamii. Kwa kufanya hivyo, njia mojawapo ya amani, iwe duniani, iwe katika nchi, iwe katika ngazi ya kanisa, amani na furaha inapatikana kama Yerusalemu walipokubali kupokea wokovu. Mimi na wewe tukubali kushuka na kutambua dhaifu lako na kusema ya kwamba nimekosa, utaona kwamba hapo unapata amani, kwa sababu tayari umepatanisha na Mwenyezi Mungu ataingia na jirani yako. Tumwombe Mungu atusaidie katika maisha yetu, tukubali kuachilia, tuachane na kung'ang'ania na vitu, tuwe tayari kushuka, tusiogope kujitoa. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu kwa sikukuu ya Krismasi. Tusimame tupige imani. Tutakapofika maneno yale, atatoa mwili, atakaa mwili, tutapiga magoti kwa muda mfupi, alafu tutaendelea na sala ya masaliti. Masaliti kwa Mungu Baba Mwenyezi. Yeah.
Tumshangilie Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu Baba mtakatifu wa milele, mwanao ndiye mpatanishi kati yako na sisi wanadamu wakosefu. Tunakuomba usikilize maombi yetu kwa njia ya huyo Kristo Bwana wetu.
maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo wa utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala waache kukusanya watu kwako, ili tu kama uyajua hata machweo yake yaliyo safi itolewe kwa jina lako. Basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tunakutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe siku ile alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru, alibariki akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wako. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao alipewa hukumu pamoja na ufufuo wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, tujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka takatifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu na mtakatifu Yosefu mume wake yule bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na mtakatifu Yohane Mwinjili, msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu Leo wa 14 na askofu wetu Musomba, pamoja na maaskofu wote, waklero wote na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Wakumbuke watumishi wako Peter Joseph Kunde, Maria Marani Mbogo, Joseph Kunde, Alfonsia Ndagio, Selina Rafa, John Herman Mgereza, Ambrose Msese, Christina Samson, Katerina Herman, Janet Rafael Joshua, uliowaleta kwako kutoka dunia hii. Wajalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, alikadhalika shiriki ufufuo wake, siku ambapo utakuwa wako katika miili yao kutoka ardhini, hapo utaufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamependeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, ili tutakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote na tutakusifu bila mwisho. Kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote.
Yesu la Mwokozi wetu na tukipata mafundisho yake ya kimungu tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe sisi waliotukosea, usitutie katika shawishi, lakini utuokoe maovuni. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yetu, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tufariji na madhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo.
miisho yote duniani kuona utukufu wa Mungu wetu. Tuombe. Mungu mwenye huruma, tunakuomba ili Mwokozi wetu walizaliwa leo, kama vile anavyotufanya kuwa watoto wa Mungu, atujalie pia uzima wa milele, anaishi na kutawala milele na milele.
ujenzi unaoendelea wa kanisa letu. Pia kwa namna ya pekee katika utume niwapongeze na jasho hiyo ilikuwa sila kawaida, jasho la Krismasi, jasho hilo kama lile la Yesu Kristo msalabani, jasho la sadaka. Siku zote sadaka lazima nazitoe jasho. Kwa hiyo hapo tutawasiliana ili basi niwapatie vitambaa vya kufikia jasho. Ya mwaka huu, lakini pia kati ya mengi nazidi kuwaomba na kuwashukuru vile vile kwa majitoleo ambayo tunayafanya katika kanisa. Katika ujumbe wake wa jana katika mkesha wa Krismasi ni ule ujumbe ambao waliuchota kwa malaika ambao waliwatokea wachungaji. Malaika waliwatokea wachungaji waliwaambia msiogope, kwa maana kule Bethlehemu wamezaliwa Mwokozi. Wachungaji walikuwa watu wa kwanza kabisa kupewa ujumbe huu, pamoja na kazi ile ilikuwa inaonekana ni duni. Neno usiogope kwa nini aliwaambia wachungaji, na kwa nini wao walipata bahati hiyo, ambayo ndio bahati ambayo tumeipata sisi Krismasi kuiona mwaka huu? Ni kwa sababu alitaka Mungu kupitia malaika waambie ya kwamba wasijidharau, wasione ya kwamba wao ni watu wa hali ya chini sana, lakini Mungu amewapa bahati ya ujumbe wa kuzaliwa wao wa kwanza. Hivyo neno hilo alikuwa anatuambia sote kama wanaparokia kwamba tusiogope kuvunja na kujenga. Tunapoendelea na ujenzi huu, hata Roma yenyewe, Roma tunayoiona ile ukubwa na uzuri wa majengo na ilivyo nakishiwa vizuri katika kanisa mule ndani, haikujengwa kwa siku moja, ilichukua miaka mingi. Hivyo basi hata sisi tunaanza na kuvunja. Mwenyezi Mungu Bwana wetu Yesu Kristo wakati anawaambia Mafarisayo, anawaambia Masadukayo ya kwamba kweli huu hekalu hili tutalivunja, lakini ndani ya siku 3 nitalisimamisha. Mafarisayo wakajiuliza, pia najielewa kweli hekalu la Yerusalemu atalivunja alafu ndani ya siku 3 atalisimamisha?
Sisi tulichukua miaka mitatu kujenga hekalu la Yerusalemu. Kumbe Kristo kuwa anamaanisha mwili wake atausimamisha, pamoja na kwamba watakuwa na kuvunja kwa kuvunja mifupa yake. Hekalu kanisa ni Kristo mwenyewe. Tunapolijua kuvunja, tutalijenga ili liwe zuri kwa ajili ya kumpendezesha Mwenyezi Kristo. Tuzidi kuwepo kwa imani na matumaini hayo, tukimtegemea Mwenyezi Mungu kwamba yote yanawezekana. Kwa binadamu haiwezekani, lakini Mungu, Kristo aliwaambia wafuasi wake, kwa Mungu yote yanafanyika. Nawatakie sherehe njema za Krismasi, tusherehekee kwa amani na furaha na familia zetu, na Mwenyezi Mungu awabariki. Amina. Simame kwa Bwana awe nanyi. Ambaye kwa njia ya mwanaye alijifanya mwanadamu, ametukuza giza la ulimwenguni, na kwa kuzaliwa kwake katika utukufu ameangaza usiku, siku takatifu sana. Akaja kuondolea giza la upotovu na kuangaza mioyo yenu kwa nuru ya fadhila. Aliunganisha mambo ya mbinguni na yale ya duniani, apende kuendelea ninyi amani yake na mapenzi mema, na kuwashirikisha katika maisha ya kanisa la mbinguni. Baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, iwashukie na kukaa nanyi daima.